wa wenyeviti wa Bunge. Waheshimiwa Bunge, maelekezo ya Spika kuhusu uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge tarehe 28 Januari 2026 bungeni Dodoma. Waheshimiwa Bunge, kama ilivyoonekana kwenye orodha ya shughuli za leo, leo kuna shughuli ya uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge. Kanuni ya 7 ya kanuni za Bunge ya mwaka 2025 imeeleza uwepo wa wenyeviti watatu wa Bunge ambao huongoza vikao kwa utaratibu wa maelekezo ya Spika au naibu Spika kwa mujibu wa kanuni. Utaratibu wa kupata wagombea nafasi ya wenyeviti wa Bunge umewekwa katika kanuni ya 13. Mchakato husika unaanza kwa kamati ya uongozi kupendekeza majina ya Bunge yasiyozidi 6 toka miongoni mwa wenyeviti na makamu wenyeviti wa kamati za kudumu za Bunge kwa kuzingatia jinsia na pande za muungano. Baada ya hapo, majina hayo hupelekwa bungeni ili Bunge lipige kura majina matatu. Mheshimiwa Bunge, katika kutekeleza masharti ya kanuni ya 13 ya taratibu zetu, Jumanne tarehe 27 Januari 2026 kamati ya uongozi ilikutana na kwa kauli moja ilipendekeza majina matatu ili yaweze kuwasilishwa bungeni na Bunge liombwe kuyapitisha. Mheshimiwa Bunge, majina ya Bunge yaliyopendekezwa na kamati ya uongozi ni kama ifuatavyo: Mheshimiwa Naja Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Mheshimiwa Deodas Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, mbunge wa viti maalum ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya sheria ndogo. Mheshimiwa Bunge, kanuni ya 13 fasili ndogo ya 4 imetoa mwongozo kwa endapo kamati ya uongozi itapendekeza majina sawa na nafasi zilizopo, Bunge halitapiga kura bali itathibitisha majina hayo kwa kura sauti chini ya kanuni ya 95. Hivyo basi, kwa kuwa nafasi zilizopo za wenyeviti wa Bunge ni 3 na kwa kuwa kamati ya uongozi imependekeza majina matatu, Bunge hili katika kikao chetu cha leo tarehe 28 Januari 2026 linaomba kuwathibitisha wabunge hao kwenye viti wa Bunge ili kupata uamuzi wa Bunge. Sasa ninaomba wenyeviti wale watatu waje mbele. Msisimame kama mnakwenda mpirani, watazameni wabunge. Waheshimiwa wabunge, wagombea wetu watatu ni hawa. Wawili walikuwa kutoka zamani na mwingine ameingia, Mheshimiwa Pareso. Sasa nitawahoji. Wanaafiki kwamba Mheshimiwa Najwa Murtaza Giga, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso wathibitishwe kwa wenyeviti wa Bunge waseme ndio. Ndio. Wasioafiki kwamba Mheshimiwa Najwa Murtaza Giga, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso wasithibitishwe kwa wenyeviti wa Bunge waseme sio. Wale afiki wameshinda. Hongereni sana wenyeviti wa Bunge. Sasa nakuomba Mheshimiwa Pareso uje utoe salamu za shukurani na useme mawili matatu. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru kwa kunipa nafasi hii. Pili, nichukue fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kamati kuu ya chama ya halmashauri kuu chini ya mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa miongoni mwa wagombea wa nafasi hii ya wenyekiti wa Bunge. Kwako Mheshimiwa Spika, pamoja na kamati ya uongozi, ninawashukuru sana kwa kunipendekeza
na hatimaye kuleta jina langu mbele ya bunge hili tukufu kwa ajili ya kuthibitishwa. Kwenu waheshimiwa wabunge, ninawashukuru sana kwa uthibitisho wenu na kwa imani yenu juu yangu. Naahidi ushirikiano kwa Mheshimiwa Spika na Naibu Spika, lakini kwenu waheshimiwa wabunge wote ninawashukuru. Naahidi kutekeleza majukumu haya kwa uadilifu na uaminifu mkubwa ili kazi zetu za utekelezaji wa majukumu ya kibunge yaweze kufanikiwa. Asanteni sana, nawashukuru. Mheshimiwa Pareso, kajiandae kuvaa joho, nitakupisha muda mfupi uje kukaa hapa. Mheshimiwa Mwanyika. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa kibali kuwa hapa na kwa kunikirimu zawadi ya uhai. Sana kunipa nafasi ya kupewa jina langu kuletwa tena ili kuweza kuendelea na kazi hii ambayo nilifanya katika bunge la 12. Tatu, ninashukuru sana kamati ya uongozi, lakini nashukuru sana kamati yangu ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo kwa kunichagua na mimi kuweza kuonekana tena niweze kuhudumu katika bunge hili. Lakini Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana wewe kwa miongozo yako na malezi yako katika kipindi cha bunge la 13, lakini ninatoa ahadi kwa wabunge wote ya kuendelea kushirikiana nao kwa mujibu wa kanuni zetu za bunge za 2025, kanuni ya 8 ambazo zinatutaka tufanye kazi kwa weledi, kwa uadilifu na kwa uaminifu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi fupi. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Najma. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa fursa hii. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndio muweza wa kila jambo katika ulimwengu wetu, lakini pia nitumie fursa hii adhimu kushukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia niushukuru uongozi wa bunge kupitia wewe Mheshimiwa Spika kwa kuridhia jina langu ulio miongoni mwa wenyeviti wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Katibu. Ni faraja kwangu kuhudumia tena katika bunge hili kama mwenyekiti kwa kushirikiana na wenzangu kwa kipindi hiki cha 3, lakini pia kwa mara hii nishukuru sana kamati yangu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa kuridhia mimi niwe mwenyekiti na hatimaye kuweza kupata fursa hii ya kuwa tena mwenyekiti wa bunge. Kwa upande wangu niseme tu naamini kabisa Mwenyezi Mungu ataendelea kunisaidia tuweze kushirikiana vizuri, niweze kumsaidia Spika kwa kushirikiana na wenzangu, lakini na kudumisha mahusiano bora ndani ya bunge letu kwa mustakabali mwema wa bunge letu, lakini pia kwa taifa letu kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, naomba Mwenyezi Mungu atusaidie kwa pamoja. Asanteni sana.